Watanzania wamejitokeza baada ya malalamiko ya miaka mingi tangu 1992, tangu mwaka 1992 Watanzania wanahitaji katiba mpya. Mwaka 1992, wangapi mmezaliwa mwaka 1992? 92 nyosha mkono. 93, 94, 95, 2000. Watu 2000 nyosha mkono. Ndio zaliwa mwaka 2000. Sasa hebu fikiria, yeye mmezaliwa watu wakiwa na demand hiyo miaka 8 iliyopita. Leo na miaka 26. Imefika sehemu watu wamesema hatutakwenda kupiga kura. Wamedemonstrate siku ya kupiga kura. Innocent civilians ambao katiba inasema ibara ya 8 wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote ya nchi hii, wameandamana kusema haturidhishwi na namna mnavyojichukulia madaraka. Tunahitaji haki ya kuchagua. Tunahitaji kura yangu na kwenda kupanga foleni ihesabike, iamue nani na kwa diwani wangu, ili wajibike kwangu. Nahitaji na kwenda kupanga foleni kupiga kura ya mwenyekiti wa mtaa, kura yangu iwe na maana. Nahitaji napochagua rais, kura yangu ihesabike. Wamejibiwa kwa sasa. Maelfu ya watu wameuawa. CNN imesema zaidi ya watu 2000. Wameonyesha halaiki ya watu. BBC imesema, Al Jazeera imesema. Mimi nilikuwa gerezani, nilikuwa mahabusu siku 21 kabla ya uchaguzi. Nikapewa kesi ya ugaidi. Kwamba naambiwa mimi nimechoma vituo vya mwendo kasi, si nini. Wakati niko mahabusu eti natoka naenda kuchoma vituo vya mwendo kasi. Fikiria kujinga watu wangu. Fikiria. Watu wameuawa. Naambiwa kuna watoto wamekutwa wanaangalia mpira hapa Mwanza, Mji Mwema. Wameambiwa walale chini. Watu 16 wamepigwa risasi wakiwa wamelala chini. Alafu mtu anakuambia huu utawala utasimama huu. Tawala umefikirika. Wameua watoto ambao innocent civilians. Hata majeshi yanayopigana vita. If a person surrenders, huwezi kumshoot. Unashuti mtu ambaye unaamini anakuja kwako. Wamepiga mama mjamzito Arusha, anakimbia, anawapa mgongo, wamepiga risasi wanamuua. Alafu Chande anakuja anaandika maneno ya kijinga kabisa, alafu anatutisha kwamba tusiyaseme. Sisi tumekataa, tutayazungumza.